Unajua ni kweli kwamba kuna watu ambao wanatamani Yanga ashushe daraja, lakini naamini kwamba kati ya timu ambazo zinatamani kuona Yanga inashushwa daraja ni Simba. Na Simba wanatamani Yanga ashushe daraja kwa sababu wanajua ni ngumu sana wao kuikabili Yanga kwenye ligi kuu. Na wameshindwa kufanya hivyo kwa misimu mitatu mfululizo. Unajua pia mara mwisho Yanga anafungwa na Simba ilikuwa chini ya Robertinho. Sasa amekuja Robertinho ndo alikuwa kocha mwisho kuifunga Yanga. Na kwenye ule msimu wa Robertinho alishinda mechi moja na Yanga akashinda mechi moja. Tangu pale Simba hajawahi kushinda mechi yoyote dhidi ya Yanga. Zote Simba kakalia na kafungwa mechi 4 mfululizo. Manake kwenye mazingira ya aina hiyo unaona kabisa kwamba Yanga ndo wanatamani, yani Simba ndo wanatamani Yanga ishushe daraja, kwa sababu wanajua Yanga ikishushwa daraja hawezi kukutana. Manake nao watakuja kutawala ligi kuu kwa kiasi kikubwa, na hata kama watakutana na Yanga watakutana kwenye mechi za FA ambako huko sio ligi kuu, ambao kwenye mechi za FA ujue ni mechi za mtoano zile. Wanawichi mnaweza mkawa na mkatengeneza tu mipango yenu mizuri, mkaja kucheza na mkawafunga vizuri tu. Lakini kwenye ligi kuu, yani kwenye ligi kuu lazima mkutane. Lakini pia kwenye FA mnaweza kote mkao kwenye kombe la FA lakini msikutane. Lakini kwenye ligi lazima mechi mbili zipigwe. Yani lazima mechi ya nyumbani na ugenini, lazima zote mbili zichezwe. Kwa hiyo sasa ukitazama kwa namna ambavyo Yanga wameitawala dabi tangu wameondoka Robertinho kwenye kikosi cha Simba, ni muda mrefu, mechi 4 mfululizo wamefungwa. Sasa hata kama ingekuwa ni wewe, tuseme tu ukweli. Wewe hapo ni kiongozi wa Simba. Umefungwa mara 4 mfululizo. Alafu unakuja kucheza mechi ya pili, kuna Clement Mzize unamwona ni wa moto. Kuna Azizi Ki wa moto. Kuna Pacome wa moto. Max Nzengeli wa moto. Duke Abuya wa moto. Chama ndo hivyo vuguvugu. Ibrahim Baka yuko kwenye fomu nzuri. Dickson Job yuko kwenye fomu nzuri. Yaani kikosi cha Yanga kiko kwenye fomu nzuri. Na wewe ukiangalia una majeraha ya wachezaji kama Chemalon, una majeraha ya wachezaji kama Musa Pimpin Kamara, wewe ungepeleka timu? Yaani tuashumu wewe ni kiongozi wa Simba, ungepeleka timu? Unajua kuna vitu vingine wakati mwingine mkivizungumza, mwe mnaangalia. Sometimes watu wanahofia kweli, anahofia atagaragazwa. Sasa wewe Yanga Simba kagaragazwa mara 4 na Yanga. Wewe unafikiri nini ambacho kitokea tarehe 8? Kwa akili zako unafikiri Simba ingeshinda? Kwa akili zako Simba ingeshinda ikiwa haina Chemalon, ingeshinda haina Musa Pimpin Kamara? Ingeshinda? Wewe hapo jiulize swali. Simba ingeshindaje mechi ya dabi bila Chemalon, bila Musa Pimpin Kamara? Simba ingeshindaje mechi ikiwa ina changamoto kwenye baadhi ya maeneo, timu haifungi magoli vizuri? Sio haifungi vizuri, kuna magoli yote, sio kwamba kuna goli linafungwa vizuri na goli linafungwa vibaya, hapana. Yaani magoli yote ni magoli. Lakini timu icheze vizuri kwenye eneo la ushambuliaji, unaifungaje Yanga? Yanga yenye Ibrahim Baka, Yanga yenye Dickson Job, Yanga yenye Musa yenye Jigi Diara, Yanga yenye Israel Patrick Mwenda, Yanga yenye Chadra Kiboka, unaifungaje? Sometimes kusema ni rahisi, lakini kutekeleza ni ngumu. Inawezekana leo tunapambana kanuni zifuatwe. Lakini kumbe Simba kilichosababisha akagomea mchezo pengine pia ni kuhofia kwamba inaweza ikatokea mbaya wakafungwa tena mara 5, kwa sababu kama Simba angefungwa mara 5 ingekuwa ni fedheha. Yaani ingekuwa ni aibu. Unajua haijawahi kutokea inachezwa mechi ya dabi kwa timu ambazo zina uwiano sawa, halafu wewe ukafungwa mara 4 mfululizo. Halafu nenda mara 5 ukaenda tu kirahisi. Yaani haiwezi kutokea hiyo. Yaani haijawahi kwanza kutokea. Hata Everton ambayo uwekezaji wake ni mdogo na Liverpool ambao ni dabi ya Merseyside dabi ile, bado Everton hajawahi kufungwa mara 5 mfululizo. Yaani atafungwa labda mara 2, atasare hata mara 3, atafungwa hata hivyo nini. Yaani atasare na kufungwa. Lakini Simba ni vipigo mara kwanza, mara 2, mara 3, mara ya 4. Alafu ande tena mara 5 kichwa. Wewe unaweza? Wewe unaweza? Jibu tu mwenyewe kimya, unaweza kupeleka timu yako hivyo kwenye mazingira aina hiyo? Kwa hiyo tukubaliane tu kwamba kwa msimu huu of course kuna changamoto zimetokea, sizikatai, lakini pia kuna namna Simba waliogopa dabi. Yaani hilo tusilifiche. Kuna namna Simba waliogopa kucheza dabi. Kuna namna Simba walihofia kwamba wataenda kufungwa mara ya 5 mfululizo. Na kama wangefungwa mara ya 5 mfululizo hali ingekuwa mbaya.
Yaani unafungwaje mechi 5 mfululizo? Hapo ndo hicho ndo kitu ambacho mashabiki na wanachama wa Simba wangejiuliza, na pengine hiyo ingepelekea mpaka hata baadhi ya viongozi wakang'olewa. Lakini leo ikija kuchezwa mechi ya pili, hata kama Simba atafungwa, kuna sababu za utetezi, yani kidogo zinaweza zikapatikana sababu za kujitetea. Lakini pia hata Yanga kama atakuja afungwe, kuna sababu pia za utetezi ambazo anaweza akaja kujitetea. Simaanishi kwamba hata Yanga kwamba alikuwa hawaogopi Simba. Inawezekana hata Yanga alikuwa anaogopa Simba, ndio maana na yeye hataki ipangwe ratiba ya pili ya mechi ya marudiano. Inawezekana yeye anahofia Simba kwamba hapa nitapigwa hapa. Sasa itakuwaje huko? Hiyo nayo inawezekana, hiyo ni kitu kingine pengine ambacho Simba Yanga nao wanakihofia kama club. Lakini ukweli ni kwamba hizi timu mbili zinaogopana. Simba anaogopa kugaragazwa na Yanga, na Yanga anaogopa kugaragazwa na Simba. Kwa bahati mbaya Yanga kamgaragaza Simba mara nyingi zaidi kuliko mara ambazo Simba kamgaragaza Yanga. Yaani manake Yanga kamgaragaza Simba mara nyingi zaidi. Kwa hiyo kuna namna tu Yanga amekuwa wakiwafanyia Simba ukatili kwenye mechi mbalimbali za ligi kuu, na ndio maana pengine hata mechi walipoona Chemaloni hayupo afu kama hayupo wakaona wakimbie mechi alafu mambo mengine aje baadaye.